Msingi wa kanisa kimaandiko. Kanisa Katoliki ni taasisi ya mtu mmoja, ni mwili wa Kristo mmoja. Wa Katoliki wa Korinto 12 hadi wa 12, na waumini sisi watazamaji, bali ni washiriki kamili katika uhai wa kanisa. Biblia iko wazi, hakuna iwezaye kutumika Bwana mawili, Mathayo 6:24. Na tena mamlaka iliyopewa itumike kwa ajili ya kujenga, sisi kubomoa. Wakorinto 13:10. Papa Mtakatifu Benedikto wa 16 alifundisha wazi, kanisa alijichukulia jukumu la kuingia kwenye mapambano ya kisiasa. Malalamiko yazidi ya Padre Charles Kitima inalenga kwa uzito mwenendo wa Padre Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TIC. Kwa muda mrefu kauli, matamko, mienendo yake inatafsiriwa kwa waumini wengi kuwa mwelekezo wa kisiasa, ikiwemo mahusiano yanayoonekana kuwa kuharibu chama cha Chadema. Hoja kuu zilizowasilishwa ni hatari ya kulifanya kanisa lionekane upande wa chama cha kisiasa, kuvuruga ya kanisa kama sauti ya haki ya wote, kundi la chama, au kusababisha mgawanyiko wa waumini kwa misingi ya siasa, jambo ambalo linakwenda kinyume na Injili. Mtume Paulo aliandika, usijifunge nira moja kwa wasio waumini, 2 Wakorinto 6-14. Tumsifu Kristo. Milele amina. Wanahabari, kama alivyotangulia mwenzangu kukazia hili andiko letu au waraka wetu, kama mlivyoona mwanzo tulianza kwenda kwenye balozi wa Vatican kuwakilisha hoja zetu na udhuri tulipokelewa. Kwa hiyo tunaendeleza kulalamika na kutaka kutendewa haki yale ya malalamiko yetu, hususani kwa viongozi wetu wa kiroho, wa kiimani, wa dini, ndugu Charles Kitima na askofu wangu Ruwaichi. Shtaka la kikanuni dhidi ya Askofu Judice Tadeus Ruwaichi, tumeandaa petition. Pia inalenga shtaka zito la kikanuni dhidi ya askofu mkuu wa Dar es Salaam Ruwaichi, baada ya waumini kutumia haki yao ya halali kumwandikia balozi wa Vatican. Askofu huyu alitumia madhabahu, mahali patakatifu pa neno la Mungu, kuwatusi waumini hadharani kwa maneno kama yafuatayo. Nafikiri wote mlisikia. Aliita baadhi ya watu marofa, wananjaa, wapumbavu, na kuoji uhalali wa Ukristo wao, ambalo jambo si la haki. Lakini pia tukiangalia Biblia inasema wazi kabisa, yeyote atakayemwambia ndugu yake mpumbavu atapata hukumu. Hii sio mimi, ni Mathayo. Ukifungua Mathayo 5:22 unasema hivyo. Lakini sio Mathayo tu, Canon Law inasisitiza, kanoni ya 220, heshima na utu wa waumini lazima vilindwe. Lakini kanoni ya 386, askofu awajibike kulinda mahubiri dhidi ya matumizi mabaya. Kanoni ya 387, askofu awe kielelezo cha unyenyekevu na upendo. Lakini kama itoshi, kanoni ya 392, askofu azuie matumizi mabaya ya mamlaka. Lakini kwa kusisitiza zaidi, Papa Mtakatifu Francis alisema wachungaji si waamuzi wanaotoa hukumu, bali ni baba wanaoandamana na kondoo. Lakini mfano wa kitume na mapokeo ya kanisa. Katika historia ya kanisa, kukemea kwa heshima hakujawahi kuwa uasi. Mtume Paulo alimkemea Mtume Petro hadharani pale ukweli wa Injili ulipokuwa hatarini.
nilipompinga uso kwa uso kwa sababu alikuwa amekosea. Jamani, nendeni mkaangalia Wagalatia 2 mstari wa 11 unasema hivyo. Lakini pia Mtakatifu Gregori Mkuu aliandika, mchungaji anapojivuna ndiye anayeliunda kundi. Lakini pia hatua iliyochukuliwa na maana yake. Kwa kuzingatia hoja zetu hizo, waumini zaidi sisi hapa ya 120 nafikiri wote mmewaona nyuma, tumeambatana nao, tumetoka parokia mbalimbali wamefikisha swala hili kwa Papa Leo wa 16 kwa utaratibu halali wa kikanisa. Kama mlivyoona asubuhi tumeanzia pale. Lakini hatua hii ina maana moja kuu: kanisa ni la waumini, si mali ya mtu mmoja, si cheo wala sio taasisi ya mtu mmoja. Lakini wito kwa jamii. Sasa sisi wa Katoliki, baadhi yetu, wito wetu kwa jamii, tunatoa wito mzito kwa jamii na waumini wote. Jamii itambue kuwa haki ya waumini kudai uwajibikaji ni sehemu ya uhai wa kanisa. Waumini wasitishwe wala kubezwa kwa kutumia haki zao za kikanuni. Viongozi wa kanisa wakumbuke kuwa mamlaka ya kiroho ni huduma, si silaha ya vitisho. Madhabahu yabaki kuwa mahala pa Injili, si jukwaa la matusi. Kanisa libaki kuwa sauti ya haki, amani na umoja, si muhimili wa siasa za vyama. Tuelewane hapa. Kanisa libaki kuwa sauti ya haki, amani na umoja, si muhimili wa siasa za vyama. Kanisa linapojisahau, waumini ulikumbusha. Na ndio maana sisi tunachokifanya sasa hivi, aidha kama viongozi wetu walijisahau, tunawakumbusha kwamba wasikae kwenye mlengo wa siasa wa chama kimoja. Nafikiri tutawaachia pia hii naraka nyie waandishi wa habari kwa ajili ya aidha kupata content zenu, lakini hapa sisi tumefikia tamati. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Kimoja nafikiri tutawaachia pia hii naraka nyie waandishi wa habari kwa ajili ya aidha kupata content zenu, lakini hapa sisi tumefikia tamati. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo.